It's matter of time, ni swala la muda mnyama wa mwituni kuonekana akishuka mzigoni akitupa kete yake ya kwanza katika michuano ya Muungano Cup 2026. Mambo mengi zaidi na mambo ambayo yanaonekana katika upande huo ni moja ya wekundu wa Msimbazi Simba kusubiriwa kwa hamu kubwa zaidi kuona kila ambacho watakifanya katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya ukubwa na mengi makubwa ambayo pia yametukuka katika nafasi hiyo. Bwana Mnyama amejizatiti kwa kiwango na kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba leo hii wakati anatupa kete yake ya kwanza basi anafanya vizuri zaidi na kuweza kusogea katika hatua nzuri itakayompeleka katika hatua ya nusu finali katika michuano hii ya Muungano Cup. Simba wanakuambia dhamira yao kubwa ni kuhakikisha kwamba anaubeba ubingwa huu wa Muungano Cup 2026. Ikumbuke kikosi cha Simba mara ya mwisho wakishiriki michuano hii ni moja ya timu ambayo ina kumbukumbu ya kutoa ubingwa huu. Sasa Mnyama wao wanasema mabingwa wa michuano hii ya Muungano Cup 2026 kwa kikosi walichonacho kinaitwa untouchable lineup ambayo haiguswi na yoyote na lineup ambayo inakwenda kupatia matokeo mazuri zaidi. Bwana, kikosi cha Simba leo wanakwenda kushuka mzigoni dhidi ya Mafunzo Sports Club ya kutokea huko visiwani Zanzibar. One of the best game we are just waiting for ni mechi hii kati ya Simba dhidi ya Mafunzo FC. Ni mechi ambayo kiukweli ukitazama ushindani mkubwa uliotukuka ndio ambao unaanikiza na kupelekea mchezo huu kuwa na ushindani mkubwa na kila mmoja katika nafasi yake akiwa na matumaini makubwa ya kutazama kitu cha ziada ambacho tunapaswa kuangaza na kutazama katika mchezo huu. Upande wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wamedhamiria sana kufanya vizuri na kutimiza kila ambacho anaamini ni sehemu ya mtaji mkubwa na ni mahitaji makubwa ambayo tayari yapo na mengi ambayo pia yanazidi kuwepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Upande wa Mnyama wa Mwituni Simba Sports Club, yeye anaamini within this match kuna kitu cha ziada ambacho kila kwenda kuonekana katika upande huo na kila kitu kuwepo kama sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa ya mengi ambayo yanazidi kuonekana na kila kitu kikiwa katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ni moja ya mambo makubwa na mambo mengi ambayo yanazidi kuonekana katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa na mengi makubwa ambayo tayari yamezidi kuwepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Kikosi cha Simba leo ndio wakati ambao kinashuka mzigoni kuhakikisha kwamba within this match wanafanya vizuri na kila mmoja anatimiza kila ambacho amejiwekea katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. Upande wa Mnyama ukitazama performance yake kiukweli ni moja ya timu ambayo imekuwa na performance nzuri na ni moja ya timu ambayo inaamini ya kuwa within this match kuna kitu cha ziada ambacho tutarajie na tutegemee kutokea katika upande huo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi ya makubwa na mengi ambayo pia tunazidi kuyashuhudia kama sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa ambayo tayari yanazidi kuonekana katika nafasi hiyo. As well nikupitishe katika kikosi cha Simba ambacho kinakwenda kwanza. Ni mechi pia inapigwa saa 2 na dakika 15 kwa maana saa 2:15 usiku ndio wakati ambao mchezo huu utakuwa unarindima. Kikosi cha Simba kina goalkeeper Hussein Aber ndiye ambaye anaanza kama beki kama goalkeeper ambaye anaongoza safu ya ulinzi akisimama nyuma ya mabeki. Then beki namba 2 ni David Kameta Duchu. David Kameta Duchu within this game ni moja ya nyota ambayo wanacheza kama mabeki na beki wa pembeni akicheza kama beki namba 2 katika nafasi hiyo. Then tukija kwenye upande wa beki namba 3 tupo na chuma kweli mwamba mwenyewe Anton Sixbert Mrigo ndiye anacheza kama beki namba 3 katika nafasi hiyo kuhakikisha kwamba timu
inafanya vizuri na timu inatimiza idadi kubwa ya mahitaji na kile ambacho kipo mezani zaidi. Then tukija katika upande wa namba 3 ambako Mrigo anacheza, mabeki wawili wakati within this match, tupo na mwamba Rushain Stanley De Rock akicheza sanjari na bwana mdogo Vedastus Masinde Vedastus Masinde pamoja na Rushain Stanley De Rock ndio mabeki wawili wakati ambao wanakwenda kwanza katika mechi. Then 6 yupo Alassane Kante. Alassane Kante ndiye ambaye anakwenda kucheza katika nafasi hiyo, akicheza kama namba 6 kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri na timu inapata aina ya matokeo mazuri ambayo pia yanahitajika katika nafasi moja au nafasi nyingine zaidi. Then tukija katika upande wa nambari 7, upande huo mwamba kweli ndiye ambaye anapata nafasi ya kucheza kwa maana ya Mohamed Bajabir. Bajabir amerejea kwenye kikosi cha Simba na ni sehemu ya nyota ambao within this match tunamtazama akicheza kama namba 7 kuhakikisha kama timu inakuwa katika ustadi na ubora mkubwa zaidi. Then tukija katika upande wa namba 8, tupo na chuma kweli Jospin Roemba ndiye ambaye anacheza kama namba 8 kwa maana ya box to box midfielder katika nafasi hiyo. Tukija upande wa namba 9, yupo Selemani Gomez Mwalimu. Selemani Mwalimu anacheza kama namba 9 katika safu ya ushambuliaji. Then tukija upande pia wa namba 10, yupo mwamba kweli Krotus Chore Chama anazidi kupambana zaidi kucheza kama namba 10 katika mchezo huu, huku Eri Mpanzu Kibisawara Volcano akianza kama namba 11 katika mchezo huu. So hao ndiye nyota 11 ambao wanaanza katika mchezo huu wa Simba dhidi ya Mafunzo FC, mchezo ambao unapigwa toka majira ya 2:15 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kikosi hichi unaiona wapi nafasi ya Simba kwa ushindi? Maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe kwanza kurufaika na taarifa za moja kwa moja.